tutazungumza tutarusha maneno tu. Kwa hiyo sisi msingi wetu, namalizia maneno yangu baada ya kuwa nimeyasema hayo niliyosema, na ni mengi. Nimeacha aqwali za Imam Ibn al-Qayyim na wengineo. Katika kufafanua, Ibn al-Qayyim kafafanua vizuri sana katika kitabu A'lamul Muwaqqi'in juu ya kuwepo sunnatu tarkiyya na wengineo katika wanawazuoni, lakini nimefupisha hilo. Narudi kwenye kusema kwamba Sheikh Muhammad bin Abi Bakr ghafarallahu lahu wa rahima kwenye kitabu chake hiki As-Sa'iqatul Muhriqa ala al-Firqatil Mariqa, ibara hii aliyoileta hakuileta katika usahihi, kwa maana kwamba si msingi sahihi, ni msingi mbovu ambao ukiushika msingi huu utafungua aina zote, utaziona rangi zote za bid'a hapo zinazoingia na hutaweza kuzizuia. Na mimi nimetaja mfano wa jambo moja. Tunawaambia masufi wote walioko ndani ya nchi na nje ya nchi watuambie kuadhini katika swala ya Idi mbili, kuleta adhana, ni sunna au bid'a? Wanawazuoni wanasemaje? Ni sunna au bid'a? Kama ni sunna, kwa dalili gani? Kama ni bid'a, kwa dalili gani? Isiyokuwa as-sunnatu tarkiyya. Na kama mtu atatokea kufanya ujeuri tu, maana pia hawashindwi, sasa kaamua kwamba ili kumkomesha fulani, basi wacha tuadhini sasa. Simsema tuadhini, basi tuadhini sasa. Akatokea mtu akaamua kufanya hivyo. Je, huyo aliamua kufanya hivyo tutamjibu kwa hoja gani? Kama sio as-sunnatu tarkiyya. Je, akitutaka aya tunayo? Je, akitutaka hadithi tunayo ya kukataza kwa msiadhini katika swala ya Idi, msiadhini isipokuwa katika swala ya jamaa? Tunayo. Na kusudia nyinyi mnayo? Kama hamna, basi waruhusuni watu wafanye wanavyotaka, waadhini, waambieni kwamba yafaa kwa sababu jambo la khairi, wafa'alu alkhaira. Kwa sababu Umar amesema innahu la khairun au innahu khairun, hiyo ni khairi, mwacheni afanye khairi. Kwa sababu man sanna fil islami sunnatan hasana, huu ni bingwa. Sisi tulikuwa hatujui bwana, kumbe na hii pia ni sunna njema hii. Mtamsifu kwa sababu kafanya sunnatan hasana. Lakini kama mtamfungia mlango kwamba hapana, tuambieni hilo jikufuli mlilotumia ni lipi la kulifunga hili ambalo lafunga hapa tu lakini kule halifungi. Kwa lazima hizi kanuni na kawaidi ziwe ni mutarida, ziwe ni kawaidi za kisawasawa, wa ila tutaiharibu dini kama Paulo alivyoharibu dini ya Isa. Tahadhari usiwe kama Paulo ukayaharibu dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuleta uzushi katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Wewe baki na taa yako, lakini ndio hivyo, wa kulla dalalatin fi an-nar. Kwa hiyo insha Allah kesho tutaendelea na majlisi ya 4 ambayo nilidhamiria mapema kwamba hiyo ndio ilikuwa ya 3, lakini nikaona hapana, hii iwe ya 3. Kwa hiyo kuna majlisi ya 4, pana maneno marefu kidogo, lakini tutayafupisha kwa sababu hii ishafunika kile ambacho yeye amekizungumza. Wa nasallallahu lana wa lakum at-tawfiqa was-sadad. Lakini kwa faida tu niliwahi kuzungumza, kuna hiki kitabu tunachokiona kiitwa as-sunnatu tarkiyya, mafhumuha, hujjiyatuha, atharuha, al-as'ilatu al-waridatu 'alayha. Hiki kitabu kimeandikwa na mtu mmoja, Daktari Yahya bin Ibrahim Khalil. Anazungumzia ufafanuzi wa as-sunnatu tarkiyya. Amefanya bahthi ndefu. Hiki kitabu kina peji 631.
kitabu chenye ukubwa wa peji au kurasa safha 631 kuonyesha kwamba jambo hili lina tafsiri, lina upambanuzi. Leo mtu anazungumza kwenye vistari viwili tu alafu yawa kama maneno ya wahi, adamu dalil laysa bidalil. Haiwezi kuwa namna hiyo. Ufafanuzi ni mkubwa katika jambo hili. Someni, acheni uvivu. Mnapotaka kuzungumza mambo ya kielimu fanyeni bahthi, na mnapoambiwa nyinyi msiruki kwamba shehe wetu nani. Mimi nazungumza, someni, acheni uvivu. Mseme katuambia wavivu, kwa sababu kama sio uvivu msingesema maneno haya. Haya ni maneno ya kiuvivu, kwa sababu nikisema tofauti kama ni ujinga itakuwa si kweli. Si ala mnazo ndani shambani, sasa una ala tufumekaa nazo, lakini hasisaidii ala. Wallahu almusta'an. Sasa maswali nilikuwa tuchelewa, mimi muhadhara wangu nishamaliza.